Nani ameshika bendera moja? Karo, bendera ya Kenya ni gani kwa hizo? Hii. 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 Oh, hii. Bwana asifiwe. Amen. Nani alishika bendera moja hapa? Kwa nini mtaki kusafiri, si ndio? Tumesifika. Yaani wewe unataka tukae tu na wewe hapa? Tumesifika sisi. Avya mwenzako. Hiyo ni chaguo lako. Hiyo ni chaguo lako. Wacha niingie katika mambo ya meza ya Bwana kwa haraka. Meza ya Bwana ni nini? Are we together? Tuko pamoja? Yes. Yeah. Nimekata kwa sababu tuko mambo mengi. Sikiliza. Baba, katika jina lako sasa tunaanza ibada nyingine. Mfalme, yakumbuka machungu uliyopitia na mateso uliyopitia kwa ajili ya dhambi zetu. Tunapoanza Mfalme Bwana, ibada hii iwe takatifu mbele zako, na tusamee makosa yetu, kwa maana unaweza na stahili. Uwe kielelezo katika maisha yetu tunapoanza. Kwa jina lako Yesu na mimi natakuomba. Meza ya Bwana ni nini? Ama meza ya Bwana ni ibada ya ukumbusho ambayo ukumbusha waumini kifo cha Kristo kwa ajili ya dhambi zao na tegemeo walilo nalo kwake. Tuko pamoja? Kama tuko pamoja unasema amen. Amen. Pia yatukumbusha ya kuwa Wakristo wote wana umoja katika Kristo, kwa maana wote hula mkate mmoja na kunywa kinywaji kimoja. Kwa hivyo ni wakati meza ya Bwana inapopeanwa, kila Mkristo ajioji ndani ya moyo wake. Kama kuna kitu ambacho ako nacho kama kinyongo ama kikwazo na mtu mwingine, kabla hujatumia meza ya Bwana ama kula mkate ambao ni mwili wa Yesu Kristo na kunywa kikombe kama damu ya Yesu Kristo, lazima uweze kumsamea mwenzako ambaye mnashiriki na yeye. Pigia habari makofi. Kwa hivyo nawasia kwamba ikiwa mmoja wenu wako hapa, kabla hajatumia kikombe hiki, kabla hajatumia hajakula mwili wa Yesu Kristo, ajioji ndani ya moyo wake, ni nini alichosema kwa nduguye, ni nini alichosema kwa wazazi wake, ni nini alichosema kwa kanisa, ni nini alichosema kwa mwenzake ambaye ni Mkristo wa mwenzake. Kwa hiyo wakati tunapoenda katika ibada ambayo ni ya kipekee, ujianze kujioji ndani ya moyo wako. Kama ni mume wako, unapotoka mahali hapa, uwe umewachilia msamaha, uende kumwambia mume wangu, ulinikosea, nimekusamea. Mke wangu, nilikukosea, nisamee. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kutumia meza ya Bwana, mkate na mwili wa Yesu Kristo, inamaanisha kwamba sisi lazima tujioji ndani ya moyo wetu ni nini tunachofanya. Hapa mimi sipeanangi meza ya Bwana tu kwa sababu tunapeana. Bwana asifiwe. Sitaki niwaambie pangeni laini hapo mchukue meza ya Bwana na hamjui maana yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka nikwambie wewe kama Mkristo, tunapotumia hula mkate pamoja na kunywa kikombe kimoja, inamaanisha kwamba ni umoja wa Ukristo, umoja wa Kristo. Inamaanisha kwamba hawa Kristo ni watu wanatembea kwa umoja, wanatembea kwa upendo, wanafanya vitu kwa umoja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka nikwambie leo hii, usiwe kama Yuda Iskarioti ambaye hata wakati meza nyingine inaandaliwa ya kwamba Yuda hakukuwa, amekuwa alishakufa. Bwana asifiwe. Wacha atakapoanza kuandaa meza nyingine, wewe ukue hapo, ukue na wengine, kwa sababu wewe ni mtu mwenye upendo, mtu mwenye ushirikiano pamoja na Yesu Kristo, na Mungu atakuinua na atakubarikisha. Pigia Bwana makofi. Kwa hivyo kukula mkate moja na kunywa kikombe kimoja, hiyo ndio umoja wa Ukristo. Na hiyo ni ishara ya kwamba sisi ni watoto wa Yesu Kristo. Haleluya. Salamia mwenzako, mwambie wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana mfalme. Tembea katika ukubwa. Bwana asifiwe. Kwa
Kwa hivyo tena yashuhudia kwamba tusiposhirikiana na Kristo hatuna uzima ndani yetu kamwe, maana yeye ndiye uzima wetu. Unakumbuka siku moja Petero anaambia Yesu Kristo, usinioshe miguu. Yesu Kristo akamwambia, kama sikuoshi miguu, wewe hauna ushirika na mimi. Kwa hiyo tunapotumia meza ya Bwana, nataka tuelewe ya kwamba inaashiria kwamba tuko na ushirika na Yesu Kristo. Kuna ushirika ndani mwetu, kuna ufufuo ndani mwetu, kuna baraka ndani mwetu. Si mtu wa Mungu sema amen. Kwa kuwa meza ya Bwana yahusika na mambo yaliyo matakatifu kwetu, ambayo ni kiini cha imani yetu. Pia meza ya Bwana tunapotumia ni kiini cha imani yetu. Tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena yafaa tuikaribie katika roho ya unyenyekevu na kumcha Mungu. Takapokuwa tunatumia meza ya Bwana, umechukua kikombe na mkate, karibia katika roho. Karibia katika roho, sio mwili, katika nini? Roho. Ambia mwenzako, utakaposhika mwili wa Yesu Kristo na kikombe chake, mwambie karibia katika unyenyekevu na kwa roho. Bwana asifiwe. Umejua, niliona maajabu. Mtu mwingine nimempatia, hata sijawaongoza, amekunywa na amekavunja, amekafinya. Bwana asifiwe. Umejua, ni kakombe kadogo. Sasa amekunywa na sijaomba hata na amekafinya. Paka niko naye. Bwana asifiwe. Una maana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nafaa usongee kwa utaratibu na kumcha Mungu. Amen. Amen. Sijui kama kuna waimbaji. Ni Mwokozi aliyenifia, nitoke dhambini alisema, yeye aliyemwamini mwana anao uzima. Amini leo, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini mwana anao uzima. Dhambi zangu zilichukuliwa, dhambi zangu zote zililipwa, wote waliomwamini mwana wanao uzima. Amini leo, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Bwana anao uzima. Amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini mwana anao uzima. Amini leo, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini mwana anao uzima. Andiko linasema hivi: siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka? Akajibu, nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia, nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako. Ijapo ningekuwa maskini, ijapo ningekuwa mkosaji, neno la furaha la Mwokozi ninao uzima.
amini leo, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Mwana ana uzima. Amini sasa, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Mwana ana uzima. Amini sasa, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Mwana ana uzima. Na sina shaka nitamwamini yeye ajaye kwake hatupi, amwamini yetu mahabari, tuna uzima. Amini leo, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Bwana ana uzima. Amini leo, amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Bwana ana uzima. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya meza ambayo iko mbele yetu. Yes. Sasa Mwenyezi Mungu mfalme, Bwana, kikombe hiki sasa ni damu yako. Mungu wa majeshi, sio matunda tena, mbali na ikeusa kuwa damu yako. Hii ndiyo kumbukumbu. Hakuna kabisa. Baba, katika jina lako, huu ndio mwili wako, na yamisha katika hali ya mkate, na kuwa mwili wako uliopigwa mijaribu na kuteswa na kuumizwa msalabani. Bwana, nakushukuru. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Ziushi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Hapendezwi na Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Na kunisafi sina ila damu yake Yesu, wala udhuru tena ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya
kututakasa, ila damu yake Yesu. Sipati picha patanishwa, ila damu yake Yesu. Hukumu yanitisha, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Sipati tumaini, ila damu yake Yesu. Wema wala amani, bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Yashinda ulimwengu, ila damu yake Yesu. Na kutufikisha juu, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Bwana Yesu siku ule aliyotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Baba, katika jina lako, mbele yetu kuna mwili wako ambao mfalme ni mkate. Baba yangu Jehova, ninakushukuru kwa ajili ya kushiriki mwili wako. Tunashukuru kwa maana mfalme ya mateso uliyoteswa kwa ajili ya dhambi zetu. Basi Bwana, tunaposhiriki mwili huu, iwe ukumbusho katika maisha yetu kama Wakristo, nikatupe umoja na upendo na amani, katika jina la Baba na Roho Mtakatifu, na mimi natakuomba. Amen. Mkate peke yake. Chukua kikombe. Na hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya damu yako iliyomwagika msalabani. Tunashukuru mfalme kwa damu iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu. Tungefaa hayo mateso, lakini Bwana, kwa maana wewe ni Mungu mwenye huruma, mwana Yesu Kristo akakufa na akatoka damu. Tunafanya hivi kwa kukumbuka wewe Yesu Kristo, kwa kuweza kutulipia deni msalabani. Katika jina la Baba na Roho Mtakatifu, na mimi natakuomba. Kunywa. Weka hapo, na tusimame. Wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Neema yake yatumwagia, tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa
kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe, zimeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, wa kuoshwa kwa damu ya kondoo, yako kwa msulubi wa mkazi, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo wote ikiwezekana tupige magoti chini, iwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo, mikono zako kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Katika jina lako nasema wewe ni uinuliwe na uabudiwe. Watu wako wote tumenyenyekea miguuni pako Bwana. Mungu wa majeshi, mfalme Jehova, kushiriki mwili wako na damu yako Bwana. Wengine walikuja hapa kanisani wakiwa mfalme Bwana wamesongwa na mawazo. Wengine waliingia kanisani wakiwa ni wagonjwa. Wengine waliingia kanisani kama shida zimewafinya. Wengine walikuja na misalaba migumu Jehova. Walikuwa wamebebana misalaba mizito. Mungu wa majeshi, wengine walikuja na mizigo mizito. Wakaingia katika ibada hii takatifu. Hasa Bwana wameshiriki mwili wako, wameshiriki damu yako, ninawachilia uponyaji juu ya maisha yao. Wale ambao wanaumia nyama za mwili wakapone katika jina la Yesu. Wale ambao mfalme walikuwa wamelaaniwa, hiyo damu imevunja hiyo laana. Wale ambao walikataliwa, hiyo damu imevunja kataliwa. Wale ambao walikuwa na mahangaiko, hiyo damu imevunja mahangaiko. Waliokuwa na damu na wote mziki katika biashara zao, katika maisha yao, katika dunia hii, baba yangu, hiyo damu imetosha. Hiyo damu imetosha. Hiyo damu imetosha. Imeosha na dhambi zetu. Wengine tulizania ya kwamba hatutawahi samehewa, leo umetusamea Baba, tunashukuru. Tunashukuru Raboni, tunashukuru Mashia. Sasa siku ya leo, hiyo mwili tuliokula Bwana, ni mapigo uliopigwa, na sasa Bwana tumeshiriki, tuko pamoja na wewe Jehova. Wacha Bwana tukufulie pamoja na wewe. Ulishinda mauti Yesu Kristo, na sasa Bwana mabwana, watu hawa washinda majaribu, washinde magonjwa, washinde tabu. Laana iondoke, uchawi uondoke, umasikini uondoke, ukarayo kuondoke, ukataliwa kuondoke. Baba yangu Jehova, laana yoyote iliyonenwa kinyume na watu wako, roho ya uchawi ivunjike, 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 ivunjike. Hiyo maroho ya kutuba, ya kujituba, ya laana, ya wazazi, ivunjike, madhabahu, ivunjike, madhabahu, ya ndama wako, ivunjike, ivunjike. Jina la Yesu. Wengine wako na roho ya kurandaranda. Oh yes. Mungu wa majeshi, mfalme, hawatulii mahali pamoja. Oh yes. Hiyo roho Bwana wa mabwana, tumeshiriki mwili wako na tumekunywa kikombe ambacho ni damu yako. Wacha hiyo mfalme, damu hiyo ikatupe utulivu ndani ya hema yako. Hiyo damu ikatupe utulivu ndani ya nyumba yako. Mungu wa majeshi, hakuna kama na wewe. Ninakataa roho ambayo inaweza kuinuka, roho ya Judas Iskariote, roho ya usaliti, roho ya usaliti, roho ya kanisa. Jina la Yesu. Ninawafunika kwa damu yako. Oh yes. Baba, natangaza vipawa vipya ndani ya maisha yao. Inua mikono zako. Ninatangaza vipawa vipya katika maisha yao. Oh yes.
Kuna mtu hapa alitamani kumshinda shetani kwa maombi, lakini Bwana, kwa sababu Jehova ya kutokuwa committed, lakini damu yako sasa hivi mfalme inapoingia, ameshashiriki damu yako ile wakati msalabani. Wacha damu impe ufufuo katika uimbaji, impe ufufuo katika maombezi, impe ufufuo katika kazi yake, impe ufufuo katika kazi yake, katika biashara yake, katika nyumba yake, katika ndoa yake, katika watoto yake. Maana unaweza Bwana. Inawachilia vipawa vya Roho Mtakatifu, inawachilia vipawa vya Roho Mtakatifu juu ya maisha yenu. Pokeeni vipawa vipya, pokeeni vipawa vya Roho, pokeeni vipawa vya unabii, pokeeni vipawa vya uimbaji, pokeeni vipawa vya uprofeti, pokeeni vipawa vya Roho Mtakatifu. Wasaidie sasa kutembea katika ukuu wake Mwenyezi Mungu, ukatende kazi ya Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho kitaingilia uhusiano wenu na Mungu ikaweze kuvunjika, tunayaribu, tunayaribu, tunayaribu. Baba, natangaza baraka juu ya watu wako. Wabarikiwe na wainuliwe. Wanaponyanyuka kwenye makoti yao, kila mmoja aondoke mahali hapa akiwa mzima. Kama mambo yake imebadilika, Mungu wa majeshi, you are the game changer. Mungu wa majeshi, walizania ya kwamba Yesu amekufa na imekwisha, lakini hawakujua unapanga kumuinua na kumfufua. Hao watu Bwana, watu walizania wamekufa katika biashara, walizania wamekufa katika ndoa zao, walizania watoto wao hawatasoma, lakini wanapofunga, wamefunga shule Bwana, itakapofunguliwa shule Bwana, hao watu wawe na karo ya shule, hao watu wawe na karo ya shule, hao watu wawe na karo ya shule, hao watu wawe na kazi, hao watu wapate kazi, hao watu wapate kazi, wapate kazi. Sema roho ya kupangia kazi katika jina la Yesu Kristo. Mubarikiwe mnapoinuka katika makotini mwao. Mnapotoka mbele zake Mwenyezi Mungu, tokeni na baraka zifurike ndani ya nyumba zenu, ndani ya ndoa zenu, ndani ya vipawa vyenu, ndani ya huduma yenu, katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Nami natakuomba. Amen. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Salamia mwenzako, salamia tu mwenzako, mwambie leo nimefufuliwa. Bwana asifiwe. Tunaposimama hivyo, nataka wekeni muziki waniletea utoto. Tumefunga hiyo ibada.